ambavyo vilikuwa, moja ya kitabu chake kiliitwa kitabu cha kusadikika, vitu vya kufikirika. Kwenye jamii kuna makundi na watu wa namna hiyo wanaokuwa na vitu vya kusadikika na vitu vya sasa. Katika riwaya ile alieleza moja ya majibu ya watu wa mitizamo wa fikra za kusadikika. Unaweza ukakaa usiwajibu, lakini majibu baadaye wakayapata wenyewe kutokana na uhalisia. Kama unasema mtu fulani amekufa alafu unamuona mfano na hujatoa majibu mtu amekufa au hakufa. Kwa hiyo mzee Shaban Robert kwenye riwaya zake zile fikra za kusadikika alikuwa anatoa majibu. Kwa hiyo kulijibu swali lako, mimi naziona ni kama riwaya za kusadikika. Kwa hiyo wakati mwingine sihitaji kukujibu kwa sababu wewe unakuja mara kadhaa, na nakumbuka baada ya taarifa ile ulikuja, na nakumbuka ulimuona. Sasa mimi kuhitaji kujibu kwamba ilikuwaje. Kwa hiyo mzee Shaban Robert miaka ile alishaona hali hiyo, kwa kutakuwa kuna vitu vya kusadikika, vya kufikirika. Sasa nadhani nimekujibu kupitia riwaya la mzee Shaban Robert. Fimbo na nini, sisi tunafanya kazi kwa misingi ya kisheria, lakini kazi yetu kubwa ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Unazuiaje? Sisi tunataka visitokee, tunazuia. Mfano ukipita kwenye mwendokasi bila kujali hicho unachokisema, mimi siwaoni watu wanaopita sasa wamezuiliwa namna gani, nitafuatilia. Lakini mimi nilichotaka ni kwamba lazima watu wafuate sheria. Sasa kwa sababu ni taarifa, nitafuatilia nijue wamefanyaje mpaka watu hawapiti. Nafikiri pia ni busara kwa sababu lilianzia kwa msemaji. Ukitaka kuzipata takwimu za jambo ambalo alilizungumzia, naweza nikasema mimi hakuna, afu akakwambia tayari, au tayari kumbe hakuna. Kwa hiyo nadhani katika mfumo wa sayansi ya mambo ya habari ya masuala ya kiusalama, mtu alianzisha jambo anakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuliendeleza. Kwa mimi ningekuwa naona tu taarifa zile kulia kushoto, lakini zingatia nilichokueleza kwamba Dar es Salaam iko salama, tuko shwari, na wananchi wanatupa ushirikiano mkubwa, tofauti na watu wanavyofikiri. Wote mnaijua Dar es Salaam, wote mnaijua Dar es Salaam. Bila wananchi kutupa taarifa, nafikiri msingekuwa na hizi kamera hapa, msingefika. Na hakika ni Dar es Salaam iko salama, na wananchi wengi wanachukia vitendo vya kihalifu, tofauti na baadhi ya mitazamo ya watu. Wananchi wengi wanataka usalama, wananchi wengi hawataki vurugu, wananchi wengi hawapendi wahalifu, wawe ni baba au mama. Sisi ndio tunapata taarifa ya simtaki huyu ni mhalifu. Kwa hiyo sisi tunashughulika naye sasa kwa misingi ya kisheria kulingana na jinsi ambavyo tunakuwa tumepokea taarifa zile.